Karibu kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Tukielekea katika bara la Afrika, hasa huko katika nchi ya Ghana, taifa hilo limemkatalia rais wa Afrika ya Kusini kufanya ziara. Vyombo vya habari vya Ghana vimeripoti kuwa nchi hiyo ya Afrika Magharibi imekataa ombi la ziara ya kitaifa ya rais wa Afrika ya Kusini Cyril Ramaphosa. Gazeti la Ghana Business News limeripoti kwamba ziara iliyopangwa kufanyika Agosti 2 hadi 4 imekataliwa na Ghana, huku nchi hiyo ikitaja mashambulizi ya chuki dhidi ya wageni na chuki dhidi ya Waafrika nchini Afrika ya Kusini kuwa ndio sababu kubwa. Katika miezi ya hivi karibuni, raia wa Afrika ya Kusini walikuwa wakiwashambulia raia wa kigeni, hasa Waafrika waliopo katika taifa hilo. Hili ni jambo ambalo limeeneza chuki karibia katika nchi zote za Kiafrika, na sasa ghadhabu ya watu wa Ghana imeanza kujitokeza. Kwa kipindi hiki, nchi nyingi za Kiafrika ambazo watu wao wameuawa kwa mashambulizi yaliyofanywa na raia nchini Afrika ya Kusini wamekuwa na vinyongo, na kwamba Ghana ni moja kati ya mataifa hayo ambayo kwa sasa yameonyesha uhalisia kwamba yameguswa na vifo vya raia. Kulingana na maafisa wa Ghana waliozungumza na shirika la habari la Ujerumani la DW, uamuzi huo unakuja huku mvutano ukiendelea kushuhudiwa kuhusu ghasia za hivi karibuni za chuki dhidi ya wageni nchini Afrika ya Kusini. Vyanzo vya ndani vya serikali ya Ghana vinasema ziara iliyopangwa ambayo ilitarajiwa kufanyika mapema Agosti imekataliwa ili kuepuka uwezekano wa umma na maandamano nchini Ghana, huku hisia kuhusu suala hilo zikiendelea kuwa kubwa. Raia nchini Ghana bado wapo na maumivu makubwa kutokana na ndugu zao kuuawa nchini Afrika ya Kusini, lakini pia kupigwa vibaya. Ni kutokana na namna raia wa Afrika ya Kusini walivyoamua kuchukua maamuzi magumu ya kuwashambulia raia wenzao wa Kiafrika, jambo ambalo baadhi ya wachambuzi wa mambo katika bara la Afrika wakiliona jambo hili ni baya mno kuwahi kutokea katika bara hili la Afrika na hata ulimwenguni kote. Jambo hili lilizoelewa katika mataifa mengine na si Afrika. Baadhi ya wachambuzi wanasema hili ni jambo baya zaidi kushuhudiwa katika karne hii. Ni jambo baya kabisa, wanazungumza wachambuzi wa mambo kupitia vyombo mbalimbali vya habari ikiwa ni pamoja na DW. Hata hivyo, imeelezwa kwamba mpango huu unatengeneza uhasama kati ya Afrika ya Kusini na mataifa mengine katika bara la Afrika, na kwamba viongozi kutoka Afrika ya Kusini wana jukumu kubwa sana la kuhakikisha jambo linaloendelea katika taifa lao linazuiliwa mara moja. Imekuwa ni vigumu kwa rais wa Afrika ya Kusini sasa kuzunguka katika mataifa mengine ya Afrika. Sasa inatokea katika nchi ya Ghana, na baadhi ya wachambuzi wakisema hili huenda likatokea katika nchi nyingine katika bara la Afrika, kwamba watamzuia kiongozi wa Afrika ya Kusini. Baadhi ya wachambuzi wakisema kwamba huenda baadhi ya mataifa katika bara la Afrika yakawafukuza raia wa Afrika ya Kusini kama ambavyo ndugu zao wamefanya katika nchi yao. Inaripotiwa kuwa Accra imeitaka Pretoria kuchukua hatua madhubuti kushughulikia mashambulizi hayo na kuhakikisha ulinzi wa raia wa kigeni kabla ya ziara yoyote ya ngazi ya juu kutokea. Mtazamaji, hayo ndio tuliokuwa nayo, ni kile ambacho kinatokea sasa. Athari za mashambulizi ya raia wa Afrika Kusini dhidi ya raia wengine wa Kiafrika yanaanza kujitokeza, huku Ghana ikimkatalia rais wa taifa la Afrika ya Kusini kufanya ziara katika nchi hiyo, na hii inasababisha pia kuyumba kwa diplomasia kati ya nchi za Afrika na nchi ya Afrika ya Kusini. Endelea kutufuatilia, lakini ni kusihi usisahau kulike, kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia uyajue mengi yanayojiri katika ulimwengu kupitia The World News.